Neno letu ambalo tunajifunza siku ya leo ni chini ya kichwa kisemacho nguvu ya toba. Nguvu ya toba. Watu wengi hatujui wala hatufahamu kwamba kuna nguvu katika toba, na lolote lile ambalo linatuongezea nguvu, linatuletea mafanikio, linatubariki, hatuwezi tukaliwacha likapita bure. Ndio maana Bwana anatuletea neno hili leo ili kupitia katika somo hili tuweze kupata faida iliyokusudiwa katika jina la Yesu. Toba ni pale mtu anapofuruliwa au anapojua kuwa amemkosea Mungu na kuhuzunishwa moyoni. Mtu anakuwa anajua kosa analolifanya, anahuzunika moyoni, sasa anatubu ule uovu wake. Anapokuwa anafanya hivyo mbele za Mungu, kuna nguvu ya Mungu inayoambatana na jambo hilo kwa huyo mtu. Iko nguvu ya Mungu inayoambatana na tendo hilo ambayo inakuwa juu ya mtu huyo ambaye amefanya toba kwa Mungu. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 9 mpaka wa 10. Wakorintho wa pili sura ile ya 7 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Sasa nafurahi si kwa sababu ya nini kuhuzunishwa, bali kwa sababu mkuhuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba iletao wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Hapa tunaweza kuona jinsi ambavyo huzuni ambayo inasababishwa na uovu ambao tumeufanya moyoni mwake, huzuni ya Mungu inampelekea mtu, hata mtu huyo akawa anatubu. Kwa hiyo mahali penye toba, utaweza kuona kiBiblia mahali pale ambapo kuna kuwa na kumkosea Mungu, au wakati mwingine hata kukoseana wanadamu kwa wanadamu. Ndio maana Biblia tangu mwanzo unaweza kuona, tangu nyakati za manabii waliotumwa na Mungu, jambo la kwanza walilokuwa wanalifanya au ambalo walikuwa wanalihubiri, walikuwa wanahubiri toba. Walikuwa wanajua kwamba wasipohubiri toba hakutakuwa na nguvu yoyote ya Mungu. Toba inaambatana na nguvu ya Mungu, na mahali kwenye toba nguvu ya Mungu itadhihirika. Kwa hiyo watu wakawa wanahubiriwa kwanza kutubu, ili kuruhusu nguvu ya Mungu iweze kushuka. Mtu anapokuwa anatubu au anafanya toba, ufalme wa Mungu unashuka ndani yake. Ufalme wa Mungu unaposhuka ndani ya mtu yule, maana ni kwamba mamlaka ya ufalme wa Mungu inashuka na kushughulika na mtu anayehusika. Lakini mtu anapokuwa hana toba, ameendelea kukaa katika giza, na giza linaendelea kuwa giza, mtu huyo hawezi kushuhudia nguvu za Mungu zikifanya kazi katika maisha yake. Mathayo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 2. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 3 mstari ule wa 1 mpaka wa 2, utaweza kuona tangu mwanzo hapa tunamwona hapa Yohana Mbatizaji. Mathayo sura 3 mstari wa 1 mpaka wa 2. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu unatenda kazi ndani ya mtu aliyefanya toba. Sio toba ya tu, mtu ambaye amefanya toba. Ufalme wa Mungu unaingia ndani ya mtu, unakaa naye,
unaishi ndani yake, ufalme wa Mungu unakuwa umeshakaribia, umemkaribia huyu mtu. Na ikiwa ataendelea kuishi katika maisha hayo, hatimaye huyu mtu si tu kwamba ufalme wa Mungu umemkaribia, lakini ataingia katika ufalme huo wa Mungu. Huyo alikuwa ni Yohana Mbatizaji, ambaye alianza namna hiyo katika utumishi wake akiwahubiri watu. Lakini Yesu naye anapokuja anaanza kuhubiri Injili. Anaanzaje? Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 4 na mstari wa 17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu naye anakuja kwa maneno hayo, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Toba inamsogeza mtu katika ufalme wa mbinguni. Toba inamfanya mtu ufalme wa mbinguni uingie ndani yake. Na hapo ndipo sasa nguvu za ufalme zitakapodhihirika ndani ya maisha ya mtu. Hii nguvu ya Mungu ambayo tunaizungumzia ni nguvu ambayo inatokana na ufalme wa Mungu, si nguvu inayotokana na dunia hii. Hii nguvu inatoka mbinguni. Amen. Haitoki hapa duniani. Ni nguvu ya Mungu, na Mungu hayuko hapa. Mungu yuko juu mbinguni. Kwa hiyo nguvu hii ya Mungu ni nguvu ambayo inatoka mbinguni, na yenyewe inakuja tu mahala ambapo upo ufalme wa Mungu. Ndio maana mahali popote pale ambapo hauhubiriwi ufalme wa mbinguni, ukikuta kuna nguvu, hiyo ni nguvu nyingine, sio nguvu ya Mungu. Sio nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu itafanya kazi, itadhihirika mahala ambapo panahubiriwa habari za ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Yesu akaanza hivyo katika mahubiri yake. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Amen. Ukifuatilia zaidi utaona sasa mambo mengine ambayo yanaendelea, lakini huo ulikuwa ndio mwanzo wanapotaka kuunganishwa na ufalme wa mbinguni, wanapotaka kuunganishwa na nguvu za Mungu, lazima wahubiriwe habari ya ufalme wa mbinguni ambayo itaambatana na toba. Na baada ya toba hiyo, nguvu za Mungu zitadhihirika mahala hapo na ndani ya maisha ya mtu ambaye amefanya toba ya kweli mbele za Bwana. Amen. Na utaweza kuona hata nyakati za mitume, baada ya Yesu aliposulubiwa, akafa, akazikwa, akafufuka, akapaa kwenda zake juu mbinguni, akawaacha mitume wanaendelea kufanya kazi. Kina Petro bado wao, na walipoanza kuhubiri walihubiri hivyo, wakahubiri habari ya toba, habari ya kutubu, kama jinsi ambavyo walivyokuwa wameelekezwa, walivyofundishwa na walivyoona kwa Bwana wao Yesu Kristo. Matendo ya Mitume sura 2 mstari ule wa 38. Matendo sura ya 2 na mstari ule wa 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tubuni mkabatizwe. Petro naye anajua, anafahamu kwamba asipohubiri habari za ufalme wa mbinguni na kuambia watu watubu, tena sio watubu tu, watubu na kwenda kubatizwa, wapate ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi. Ufalme wa Mungu haukai pamoja na dhambi. Ufalme wa Mungu wenyewe hautaki dhambi, hautaki giza. Ufalme wa Mungu ni nuru, tena ni nuru kali sana. Ufalme wa Mungu wenyewe unataka nuru na unawataka watu walio nuruni, na hakuna namna yote ambayo tunaweza kuwa nuruni. Hakuna namna yote ambayo tunaweza kupata ondoleo la dhambi litakalofanya ufalme wa mbinguni
uweze kutukaribia na tena uwe ndani yetu, ni pale tu ambapo tunafanya toba na kupata ondoleo la dhambi zetu, na ufalme wa mbinguni unakuwa ni wa kwetu. Amen. Ndio maana wakati wote utaweza kuona Yesu Kristo katika mafundisho yake, katika mahubiri yake, hakuacha kuendelea kuwafundisha watu na kuhubiri watu habari za toba, habari za ondoleo la dhambi, kwa sababu kile kinachomtenganisha mwanadamu na Mungu ni dhambi. Kile kinachosababisha mateso, kutumikishwa, kuonewa katika maisha yetu ni dhambi au kukosekana kwa toba. Mahali kwenye toba inakuwa ni tofauti kabisa. Luka sura 24 mstari wa 46 mpaka 47. Luka sura ile 24 mstari wa 46 mpaka mstari ule wa 47. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Mataifa yote, dunia yote itahubiriwa habari ya toba kwa jina lake, kwa ondoleo la dhambi, kuanzia Yerusalemu mpaka mwisho wa nchi, mpaka mwisho wa dunia. Ndio maana yeye aliyetumwa na Mungu awahubirie watu habari za ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu, lazima atahubiri habari ya ondoleo la dhambi zetu wanadamu, na hakuna namna nyingine, ni kwa toba kwa jina la Yesu. Amen. Hivyo ndivyo sasa tunaweza kuona wema wake Mungu, tunaweza kuona nguvu zake Mungu, tunaweza kuziona rehema zake na baraka zake, na tukamwona Mungu katika maisha yetu, kwa sababu tumehubiriwa habari ya toba na ondoleo la dhambi, tatizo ambalo liko kwa wanadamu tangu zamani sana za Adam na Hawa. Marko sura ya 1 mstari wa 14 mpaka 15. Marko sura ile ya 1 mstari wa 14 mpaka mstari wa 15. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Hili ndilo litupasalo kabisa katika hatua ya kwanza, kabla hatujaenda au hatujaendelea mbele katika maisha ya imani, katika maisha ya wokovu. Nguvu za Mungu zinadhihirika baada ya toba au ndani ya toba. Akawaambia, tubuni na kuiamini Injili. Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo kuna nguvu ya Mungu katika toba, kwa sababu yeye ambaye anafanya toba anaiamini Injili, na ndani ya Injili kuna nguvu za Mungu. Tunapoiamini Injili, ndani yake kuna nguvu za Mungu, lakini hatuwezi kuhesabika tumeamini Injili kama hatujawa na toba. Kuiamini Injili lazima kuambatane na toba ambayo inatuletea ondoleo la dhambi zetu. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu ambao unatujia kupitia toba, ufalme wa Mungu si maneno matupu. Biblia inasema hivi, ufalme wa Mungu au habari za ufalme wa Mungu sio maneno, lakini ufalme wa Mungu unapohubiriwa na unapohubiriwa katika kweli, ufalme wa Mungu ni nguvu za Mungu. Ufalme ni mamlaka. Tungeweza kusema katika mwili, kwa mfano hii Tanzania ni mfalme, na anakuwepo mfalme ambaye kwa lugha sasa hivi tunamwita ni rais wa nchi yetu. Kwa lugha ya Biblia hakuna neno rais, lakini kuna wafalme, watawala. Amen. Kwa hiyo rais ni mfalme. Mfalme ana mamlaka.
ufalme una mamlaka, una nguvu zake, una jeshi lake, una silaha zake, una kitu kama unavyokiona au unavyojua katika ufalme wa duniani au wafalme wa duniani. Kwa hiyo ufalme wa Mungu haupo katika maneno au katika neno tu, lakini ufalme wa Mungu ni nguvu, ni mamlaka, ni nguvu ya Mungu. Amen. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4 na mstari ule wa 20. Maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Haleluya. Ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu za Mungu. Na ule ufalme ambao tunaopata kupitia katika toba iletayo wokovu na ondoleo la dhambi. Kwa hiyo utaweza kuona jinsi ambavyo kwa kadiri tunavyokuwa ni watu ambao tunaohitaji nguvu ya Mungu itendayo kazi katika maisha yetu, maana yake ni kwamba tunahitaji ufalme wa Mungu na mamlaka yake Mungu ya mbinguni iweze kufanya kazi katika maisha yetu ya kila siku. Na namna hiyo ndivyo tunavyokuwa tunahitaji sana toba na ondoleo la dhambi katika maisha yetu, ndipo tunapoweza kuyaona hayo yote yakifanya kazi katika maisha yetu. Wafarisayo wakati mmoja wakamuuliza Yesu, ufalme wa Mungu utakuja lini? Ufalme wa Mungu utakuja lini? Wao walikuwa wanajua kwamba labda kuna siku maalum ufalme wa Mungu utakuja duniani. Hawakujua ya kwamba habari walizokuwa wanahubiriwa za toba letalo ondoleo la dhambi ndio ufalme wa Mungu, na kwamba yule ambaye anatii, anakubali, anazipokea hizo habari, tayari ufalme wa Mungu unakuwa umekwisha kuja kwake. Maana ufalme wa Mungu unaanzia duniani, hapa tulipo. Ufalme wa mbinguni tunaanzia nao hapa. Ufalme wa mbinguni hapa, sio mbinguni, hapa ni duniani. Bado hatujaenda mbinguni, lakini ufalme wa mbinguni unaanza sasa tukiwa hapa duniani, pale ambapo tunaipokea toba na tunakuwa tayari kufanya toba na ondoleo la dhambi, kwa kumaanisha tunapopata ule msamaha tayari ufalme wa mbinguni tumeupokea na unakuwa wa kwetu. Na tena Biblia unasema uko ndani yetu katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni hauji kwa kuchunguza kama jinsi ambavyo watu wengine watakuwa na usubiria kwa staili hiyo. Luka sura 17 mstari ule wa 20 mpaka mstari wa 21. Luka sura ya 17 mstari wa 20 mpaka mstari ule wa 21. Na alipoulizwa na Mafarisayo ufalme wa Mungu utakuja lini, aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza, wala watasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ukiisha kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe umeupokea ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Mamlaka ya mbinguni inakuwa imo ndani yako. Nguvu za Mungu wa mbinguni zinaambatana na wewe. Amen. Zinakuwa juu yako, kwa sababu tayari ufalme wa mbinguni unakuwa umo ndani yako. Umo ndani yako. Kwa sababu hiyo kuna nguvu ya Mungu katika toba kuliko watu wengi wanavyojua. Kuna nguvu ya Mungu inayoambatana na toba kuliko watu wengi tunavyojua. Toba, tunapogundua kwamba tumemkosea Mungu, tumefanya uasi, tumefanya ndivyo sivyo, kinyume na Mungu,
ufalme wa Mungu sasa unatuacha kwa sababu ya giza. Dhambi ni giza na Mungu ni nuru, na giza lolote Biblia inasema halimo ndani yake. Giza halimo ndani ya Mungu, wala ufalme wa Mungu sio giza. Ufalme wa Mungu ni nuru. Kwa hiyo tunapokuwa ni watu ambao kwa mfano tumeokoka na tushakiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, lakini maisha yetu yanapokuwa ya giza, tunaendelea kurudia makosa yale yale tuliyotubu, giza lile lile ambalo tumemwambia Mungu atusamehe, atuondolee. Tulishafanya toba mwanzo, tukapata ondoleo la dhambi, tukasamehewa dhambi zetu, tukaokolewa. Baada ya hapo maisha yetu yanaendelea chini. Baada ya hapo maisha yetu yanaendelea mbele. Tunasonga namna gani mbele? Je, tunarudi katika dhambi zile zile? Wengine wanadhani kwamba akisha kuokolewa amekwisha kupata free pass, anaweza kuendelea kuishi sasa kama apendavyo, maana alishaambiwa na mchungaji siku ya kwanza alipotubu dhambi zake kwamba wewe sasa umekwisha kuokoka. Wokovu wetu utabaki na utaendelea kubaki katika maisha yetu ikiwa tutaendelea kuishi sawa sawa na kutubu kwetu. Ikiwa kwenda kinyume na toba tuliyoifanya, tukayarudia yale yale, tukarudia matapishi, tukarudia ule uchafu ambao tulisafishwa kwa damu ya Yesu, toba ile haiendelei kubaki tena. Haiendelei ile toba. Ule wokovu hauendelei tena kwa staili hiyo. Ule msamaha hauendelei tena, kwa maana tumekwisha kurudi nyuma, tumekwisha kutenda dhambi, tumeshalikaribisha tena giza. Giza limeingia. Ufalme wa Mungu hauagi. Sikiliza, Mungu anapoondoka huwa haagi. Unaweza ukajua siku ambayo Mungu nilipokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi, uliokolewa, lakini hutajua Yesu aliondoka saa ngapi kwenye maisha yako. Mara tunapokaribisha giza, tunapokaribisha tena uovu na dhambi, ufalme wa Mungu haubaki tena. Ile nguvu ya toba tuliyokuwa tumeipokea haibaki tena, maana tunapokea nguvu wakati ule tunapokuwa tunamkiri Kristo na kutubu dhambi zetu. Iko nguvu ya Mungu, iko nguvu inayoambatana na toba, ambayo ndi hiyo hiyo inayotufanya tuwe na kuhesabika kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Yohana 1:12 Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa nani? Kufanyika kuwa nani? Watoto wa Mungu. Hiyo ni nguvu ya Mungu ambayo ina uwezo kutubadilisha na kutufanya kuwa watoto wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Waliaminio jina lake, ambao iko nguvu ya toba inayotenda kazi katika maisha yao. Kwa hiyo wengi tunashindwa kuendelea kudumu na kutembea katika nguvu za Mungu na ufalme wa Mungu wenye nguvu na mamlaka yake yakaambatana na sisi. Namna hiyo ndio maana tunakosa ujasiri. Tunakosa ujasiri katika mambo mengi, maana tunapopoteza ufalme wa Mungu kwa sababu ya kuyarudia matendo ya giza, hakuna ujasiri tena ambao utabaki ndani yetu. Hamna. Tunaanza kuingiwa na hofu, tunaanza kuogopa. Lakini leo nataka ujue ya kwamba iko nguvu katika toba, na hii nguvu ndiyo nguvu ambayo wakati mwingine tunahitaji ili iweze kututoa katika shida tulizo nazo katika jina la Yesu. Hatuwezi kuona nguvu za Mungu ikiwa kuna giza ndani yetu. Hatuwezi kuona Mungu, hatuwezi kuziona nguvu za ufalme zikifanya kazi zikitenda kazi katika maisha yetu kila siku ikiwa sisi ni watu wa gizani. Ni watu wa gizani. Ndio maana tunaweza kuona Biblia ikizungumzia sana juu ya nguvu ya toba
ambayo inatenda kazi katika maisha yetu kupitia katika toba na msamaha. Angalia kwa mfano Zaburi ile 103 mstari ule wa 3. Zaburi ya 103 mstari ule wa 3. Zaburi ya 103 mstari wa 3. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Unaweza kuona toba mbele za Mungu ndiyo inayoleta msamaha, na nguvu ya toba ambayo inatuletea msamaha ndiyo hiyo ambayo sasa hatimaye ina uwezo wa kutufanya tuponywe magonjwa yetu, na sio magonjwa tu, tutolewe katika matatizo na vifungo mbalimbali na kila namna ya mateso na kutumikishwa ambako kunaambatana nasi. Tunatumikishwa kwa namna moja au nyingine. Nguvu itokanayo na toba inayoambatana na msamaha inafungua milango ya kuponywa magonjwa yetu. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya toba inaruhusu nuru ya Kristo iingie katika maisha yetu. Nuru ikiingia, giza lazima litoweke katika jina la Yesu. Nguvu za giza lazima ziondoke katika jina la Yesu. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo nguvu ya toba inavyoweza kusababisha giza litoweke, na yale yote yaliyo mazao ya giza katika maisha yetu yatoweke, kwa sababu tumeachilia au tumeiachilia mioyo yetu na kutubu mbele za Mungu, na hatimaye nuru ya Kristo ikapata nafasi. Na ile nuru ile ni kali, nuru ile ni mwanga mkali, giza wala halikuiweza ile nuru. Hatuwezi tukahitaji nguvu ya Mungu iingie ndani ya giza. Haiwezekani. Hatuwezi kuziona nguvu za Mungu ndani ya kanisa lililojaa giza. Haiwezekani. Ukiona kuna nguvu ya Mungu mahala ambayo inafanya kazi ndani ya kanisa, nguvu ya Mungu halisi, ujue mahali hapo iko nuru ya Bwana. Iko nuru ya Bwana mahali hapo. Giza haliwezi kukaa mahali palipo giza. Matendo ya giza yameshamiri, uovu umeshamiri, tabia za watu ni giza, matendo ya watu ni giza. Huwezi kuona nuru hapo ikifanya kazi. Nuru ya Mungu haiwezi kupata nafasi. Nguvu ya toba hatuwezi kuiona ikipata nafasi mahali pa namna hiyo. Watu wataendelea kukaa katika mateso yao, watu wataendelea kukaa katika laana, watu wataendelea kukaa katika vifungo. Hatutaweza kuona jambo lolote mahali hapo. Hatutaona ustawi wala tutaziona nguvu za Mungu, kwa sababu Mungu ni nuru. Amen. Mungu ni nuru. Nguvu ya toba iliiponya Ninawi ulikuwa ni mji mmoja ambayo watu wake walikuwa wanakaa au wanaishi katika uovu, wanafanya mambo ya ovyo ovyo. Mungu ni wa rehema sana. Ungedhani kwamba Mungu tukifanya uovu angetufyekelea mbali mara moja. Mungu hayuko hivyo. Mungu anapenda watu. Mungu anatupenda. Mungu anawapenda hata waovu. Wako wachawi, wanaroga watu, wanaua watu, wanakula nyama za watu. Mungu ni kama waoni, anawaona. Lakini upendo wa Mungu bado unawavuta watu hao ili wasikizishwe neno kama hili, waifikirie toba, wasipotee. Mungu anawapenda watu waovu. Mungu ni mvumilivu sana. Ndio Biblia inasema hivi, kama Mungu angelihesabu makosa, nani angaliweza kusimama? Mungu ni mvumilivu, lakini uvumilivu wake una ukomo.
Uvumilivu wa Mungu unatupatia sisi nafasi tuweze kusikia. Atatusikizisha neno kama jinsi ambavyo leo anatusikizisha neno hili, nguvu ya toba. Amen. Makusudi ya Mungu ni kwamba sisi tusiangamie. Lakini makusudi yake ni kwamba kila mmoja aifikirie hiyo toba, kila mmoja apokee huo ufalme wa Mungu, kila mmoja aishi katika hizo nguvu za Mungu, kila mmoja awe na mamlaka juu ya nguvu za giza katika jina la Yesu. Asiwepo mtu anayeteseka hapa, asiwepo mtu anayeonewa hapa, asiwepo mtu mwenye magonjwa hapa, asiwepo mtu wa kukandamizwa hapa, asiwepo mtu awaye yoyote ambaye anaishi ndani ya nguvu za giza katika jina la Yesu kusalia hai. Kwa sababu hiyo Mungu atalituma neno kama jinsi ambavyo analiachilia neno hili leo, ili lituponye nafsi zetu. Neno liponye nyumba zetu, neno liponye biashara zetu, neno hili liponye watoto wetu, ili neno liponye kila tulicho nacho katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu hiyo useme sasa leo nguvu hii ya toba, mbona ni toba? Ndio, njia za Mungu sio njia zetu, njia zake Mungu sio za kwetu. Ungedhani ya kwamba labda Mungu atanena maneno ya kutufariji ili tuweze kupokea? Hapana. Wakati mwingine Mungu ili atuponye anaweza kuleta neno ambalo kidogo unaliona kama liko kinyume, lakini ndio uponyaji. Unakwenda hospitali, unapimwa, unaambiwa unatakiwa ufanyiwe upasuaji. Sasa bwana, mimi nilikuwa nahitaji matibabu, naambiwa tena nipasuliwe. Ndio, tatizo liko ndani. Vipimo vinaonyesha kwamba una uvimbe huko ndani, namna ambayo unaweza kupona ukaendelea tena kuishi na ukawa na afya yako, lazima upasuliwe, itolewe hilo lililoko huko ndani, alafu ushonwe, alafu utauguza kidonda kwa muda, lakini utaishi muda mrefu ujao. Amen. Tio. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa ni watu ambao tunasubiri baraka, tunasubiri mafanikio. Mji wa Ninawi ulikuwa ni mji mkubwa sana, wenye watu wengi, wakiwa na amani, wakiwa na furaha. Lakini kumbe Mungu alipokuwa anaangalia mji huo, aliwaona watu wake kwamba wanaishi katika uovu uliogomea. Na sasa Mungu hasira zake zikawa zimekuja kinyume na Ninawi. Akawa amekusudia kuiangamiza Ninawi na watu wote wanaoishi katika ule mji. Lakini kwanza akamtuma Yona. Akamwambia Yona, nenda kawaambie watu wa Ninawi, ninawapenda sana. Ninawapenda sana watu wa Ninawi, sina chuki na wao. Lakini kuna tatizo katika mji wa Ninawi. Watu hawa wanaishi katika uovu. Namna hii wasidhani ya kwamba wanaweza kufanikiwa. Sasa inatoa siku 40 watu wa Ninawi watengeneze mambo yao. Ndani ya siku 40 kama kuna kitu kinafanyika Ninawi, huo mji naenda kuuangamiza. Ngoja nikwambie kibinadamu. Unajua Mungu hapa aliposema kwamba ataiangamiza Ninawi, kwa akili za kawaida za kibinadamu, shortcut, kama sababu watu wengi walitafuta njia za mkato. Ukisema sasa kama Mungu anataka kuangamiza Ninawi, mimi sinakimbia tu Ninawi alafu naenda Musoma. Wakati Ninawi inaangamia, mimi nilishakimbia. Mungu anapeleka taarifa siku 40 kabla. Unajua Yona mwanzo alikataa, lakini baadaye alikubali. Akaenda Ninawi. Labda tuone habari hiyo kwamba ilikuwaje hatimaye. Kitabu kile cha Yona. Kitabu cha Yona, tuweze kuona jinsi ambavyo toba iliachilia nguvu ambayo ilikuja kuuponya mji huo wa Ninawi. Ulikuja kupona hatimaye, kwa sababu watu wale walipopata taarifa zile hawakufanya ajizi. Wakajua taarifa zile za kweli na lazima uchukue hatua. Yona sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3, alafu taangalia sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Tunaanza na Yona sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3. Tuanze mstari wa 1 kabisa.
Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona aliondoka akimbilia Tashishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tashishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tashishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Mungu kwa njia zake akamfuatilia Yona huko alikokimbilia, akamrudisha. Ndio maana hatuwezi kumkimbia Mungu. Yona kadhani kwamba anaweza kukimbia kutoka katika ule mji ahamie kwingineko, haitakuwa shida. Watu wengine wao wanafanya hivyo. Anafanya jambo mahali, anakimbia, anadhani kwamba atakuwa salama. Mbele za Mungu hatuwezi kukimbia wanadamu. Yona sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Sasa Yona 3. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukaihubiri habari nitakayokuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ilikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku 3. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku 1. Akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Hiyo ni toba. Amen. Watu wanatubu, wakasadiki habari zile na wakatangaza kufunga. Yaani watakuwa katika maombi bila kula chakula, tena wakijidhili na kujinyenyekeza mbele za Mungu, wakavaa magunia ili wajidhili mbele za Mungu kwamba wao si lolote, si chochote. Mstari wa 6 na kuendelea. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Yeye naye akapata habari mfalme, akajua neno hili ni kweli. Siku hizi 40 zikifika, Mungu kweli atawaangamiza. Maana walijua na walikuwa nafahamu uovu gani ambao walikuwa na uishi hapa. Mfalme sasa, mstari wa 7 na kuendelea, naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji. Huyo sasa ni mfalme. Alipopata habari hizi, yeye naye anatia mkazo zaidi kuwafanya watu hawa wawe katika toba. Mwanzo ilikuwa tu watu wanafunga na ilikuwa ni hiari anayetaka. Sasa ni amri ya mfalme. Wote lazima, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji siku 3. Kwa hiyo wanyama hapa nao wakafunga, walifungishwa. Kuku, nani, wote wako kwenye toba. Mstari wa 8 kuendelea. Wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji, bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu. Wakafanya nini? Wakamlilie Mungu kwa nguvu. Hii ni toba. Wakamlilie Mungu kwa nguvu, na wageuke kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Hii ndio maana ya toba. Hiyo ndio maana ya toba. Si tu kufunga na kuomba, lakini toba inaambatana na kugeuka na kuziacha njia zetu mbaya na udhalimu uliopo katika mikono yetu, ili Mungu aipokee hiyo toba na aachilie nguvu zake katika maisha yetu. Toba inapokelewa, toba inakataliwa. Ndio maana hapa wakaona kwa uzito huu hapa tufunge. Tumwombe Mungu kwa kufunga, kwa kuacha kula chakula kabisa, ili Mungu aone ni jinsi gani kweli sisi tumehuzunika moyoni kwamba tumemkosea Mungu, na sasa Mungu huyu atusamehe, wala mabaya yasitufikirie sisi.